Katika jamii nyingi, watoto yatima wanakutana na changamoto kubwa za kiuchumi na kijamii. Hali hii inawaathiri katika nyanja mbalimbali za maisha yao, ikiwa ni pamoja na mavazi, elimu na usafi wa mazingira. Hata hivyo, jamii na mashirika ya kijamii yanaendelea kujitolea kuwasaidia watoto hawa ili kuwapatia maisha bora na mazingira salama kama walivyo watoto wengine. Lakini leo klabu ya mazingira ya Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SEC wametoa msaada kwa watoto yatima wa kituo cha Rauza Academy kilichopo Fuoni Jitimai na baadaye kufanya charity nao na kujumuika kwa pamoja kwa ajili ya iftar. Je, makamu mwenyekiti wa klabu hiyo ya mazingira ndugu Hafsa Omar Fadhil ana yepi ya kusema? Lengo kubwa la kuwasaidia watoto yatima kwanza ni kuweka karibu na kujiona kwamba hawapo wapweke, wapo na wenzao ambao wanashirikiana nao kwa namna moja ama nyingine. Pia kuwapa vitu ambavyo vitawafariji katika kujiendeleza kwenye maisha yao. Tulichoangalia ni kwamba vituo vipo vingi vya kusaidia watoto yatima, lakini tulipendekeza kuja Raudha kwa sababu kwanza tayari kwamba watu wapo wengine ambao walikwenda kwa ajili ya kuwasaidia wao. Kwa sisi tumekuja kuwasaidia hao, pia ni sasa kwamba tumesaidia wengine kwa sababu wote ni watoto mayatima. Changamoto kweli ipo kubwa sababu kwanza kunahitaji kama kuandaa event kunahitajika hali na mali. Kwa upande wa mali tunapata shida kweli kwa sababu kwanza klabu yetu sio kubwa hivyo, lakini pia mchango wa pesa katika klabu pia ulikuwa ni mdogo. Kwa hiyo nimepiga donation kama viongozi, kama members wa klabu, kama ni sekta taifa kwa ajili tu ya kukamilisha lengo letu. Naye mlezi ambaye anashughulikia watoto hao ndugu Ali Khamis Mwinyi, mwenyekiti wa bodi ya wadhamini, ana lipi la kuzungumza juu ya msaada huo? Tuliunda vikundi au kusema kama idara mbalimbali, ikiwemo na kikundi hichi au taasisi hii au naweza tukasema kama kitengo cha mayatima ambacho tulianza na watoto watatu. Alhamdulillah, baada ya hapo na tukaanza kushajihisha watu namna gani kuweza kuwasaidia mayatima, si hapa tu lakini kwa Zanzibar nzima, kwa Tanzania nzima, lakini hata vile vile kwa dunia nzima, kwamba watu waweze kuwasaidia watu wanaitwa mayatima. Kwa hivyo sisi hapa tukaanza ulezi huo. Tulipoanza tu ulezi mwaka 2006 rasmi akajitokeza mfadhili, tukajengwa jengo hili. Alhamdulillah, bwana jina lake nalihifadhi, na tukaanza kuwalea watu watatu, wawili wanaume na mmoja mwanamke. Kwa takriban sasa hivi kituo kina miaka takriban kama 21, na sisi tunatakiwa kwamba tulee watu mayatima. Kwa hiyo nashukuru sana ndugu zetu wa Suza kwa kuliona hilo. Kwa hiyo niseme tena karibuni, ninyi mpo nyumbani. Kwa hivyo leo mmeamua rasmi kuja kula au kushirikiana na watu mayatima wa hapa. Kwa hiyo niwapongeze kwa hilo na Mwenyezi Mungu kwa hilo basi akulipeni. Nao wana klabu ya mazingira pamoja na naibu waziri wa afya na mazingira wa Chuo Kikuu cha Taifa Suza campus ya Tunguu ana yepi ya kueleza juu ya kutoa msaada huo kama klabu ya mazingira? Sisi tumekuwa tukishirikiana bega kwa bega kama Wizara ya Afya na Mazingira na taasisi hii ya SEC Suza Environmental Intervention Club katika kufanya kazi zetu tofauti. Kwa hiyo endapo SEC wanapokuwepo sehemu yote, basi na sisi Wizara ya Afya na Mazingira basi tunakuwepo, kwa sababu huwa tunafanya kazi bega kwa bega na hii taasisi ya SEC ambayo nayo pia inapatikana katika Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar Suza. Kwa hiyo lengo letu kuu la kuja hapa ni kwa ajili ya kufanya charity kwa ajili ya watoto haya yatima, na tumekuwa tukija hapa katika kila mfungo wa Ramadhani, tumekuwa tukija hapa Raudha kwa ajili ya kufanya hiyo charity. Ni lazima, ni wajibu wetu kukaa nao kwa pamoja ili kuwapa furaha ya kudumu ndani ya maisha yao. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Khamis.